Hey, mambo vipi? Karibu sana. Video hii ya leo nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuselect multiple words ama sentence ama paragraph. Jinsi ambavyo utaweza kuselect paragraph zaidi ya moja katika dokumenti yako kwa muda mmoja na kuweza kuzifanyia editing mbalimbali, kuzipa style tofauti hizo paragraph ama sentence ambazo utakuwa umeziselect kwa muda huo. Ni rahisi sana, angalia video hii mwanzo hadi mwisho. Tunafahamu jinsi ya kuweza kuselect neno ama paragraph ama sentence ni kwa kuklik ile sehemu iliyopo bila kuachia, ukadrag na kuweza kuhighlight, na tayari utakuwa umeweza kuselect hiyo paragraph yako ama neno lako ama sentence katika dokumenti yako. Kwa una uwezo wa kwenda katika ile sehemu ambayo unahitaji kuanza hapo kuselect na ukaklik left click bila kuachia, ukadrag kasa yako mpaka pale mwisho ambapo unahitaji kuweza kuselect na ukaweza kuachia. Sasa ikitokea unahitaji kuselect mfano paragraph hii ya juu huku na ya chini, ama neno la huku juu na neno jingine hapa na lingine huku, itakubidi sasa uweze kutumia control ili kuweza kufanya hivyo, kwa sababu utakapofanya bila ya ku-click control, moja kwa moja uta highlight hii paragraph ya chini ama neno la huku chini, lakini huku juu unaona imeondoka. Sasa una uwezo wa ku-highlight mfano paragraph hapa, kuselect, na baada ya hapo unaachia, unakuja ile sehemu nyingine ambayo unahitaji pia kuweza kuiselect pamoja na hizi huku, kwa uta click control katika keyboard yako bila ya kuiachia, utaihold na utakuja katika hiyo sehemu nyingine utaselect pia kama hivi, kama mimi nilivyofanya. Lakini pia unaweza kuja sehemu nyingine uka click control key katika keyboard yako bila kuiachia, utaihold, utaselect na sehemu nyingine katika dokumenti yako ambayo unahitaji kuweza kuiselect. Na njia hii unaweza kuitumia hata katika page mbili tofauti, tatu tofauti, ukaweza kuselect sehemu mbalimbali za maneno yako katika dokumenti yako kwa kuweza kuclick control na kuhold na kuweza kuselect sehemu tofauti tofauti. Then baada ya hapo utaachia na kuendelea. Kama unahitaji kuweza kustyle, mfano kuweka bold zote hizo ambazo umeweza kuziselect, kuzihighlight, unaweza kufanya hivyo. Kama unahitaji kuweka italic, hizo keyword zako zote ambazo umeziselect katika dokumenti yako, unaweza kufanya hivyo. Tayari zina take ile effect ama style moja kwa moja ambayo utakuwa unaweka. So nadhani utakuwa umeweza kujifunza. Cha kuzingatia ni control. Okay? Una select kwanza mfano neno la kwanza, unakuja una click control bila kuachia, una select neno la pili, okay, ama sentence ya pili katika paragraph nyingine kama hivi. Lakini pia unaweza kuselect hapa kama hivi, unaona. Kwa control ndio itakuwezesha wewe kuweza kuselect multiple sentence, words ama paragraph katika dokumenti yako kama hivi ambavyo umeona. Na una uwezo baada ya kuziselect kama nilivyokuonesha ukazipa style tofauti tofauti hayo maandishi yako, ama unaweza kuyafuta au unaweza kuya copy na kuja kuya paste sehemu nyingine kama hivi. Umeona hizi hapa ndizo ambazo niliziselect. Unaweza kufanya vitu vyote hivyo baada ya kuselect hayo maneno yako. Sina la ziada leo katika video hii, natumai utakuwa umejifunza kitu kipya. Kama kuna sehemu ambayo hujaelewa vizuri, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment hapo chini. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine tutakapokuja kujifunza kitu kingine. Asante.